Chanzo kifo chake kina utata kidogo, kwa sababu alikutwa nyumbani kwake. Mke wake alikuwa ameondoka kidogo, alikuwa kasafiri kidogo. Kiukweli alikutwa kwake, alikutwa kafariki nyumbani kwake. Alijinyonga kwa sababu sisi tulipata taarifa Jumatano. Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania. Leo kwenye kona ya mtaa tumekuja Kibaha, mkoa wa Pwani, ambapo upo msiba wa aliyekuwa mfanyabiashara kwenye maduka ya Kinondoni afahamikaye kwa jina la Almasi, aliyekuwa na umri wa miaka 34, ambapo juzi inadaiwa kwamba mwili wake ulikutwa nyumbani kwake Kinyerezi akiwa amejinyonga. Tukaona tufike tuweze kufahamu nini kilichosababisha tukio hilo. Kana mimi uweze kufahamu kila kitu. Nyuma ya kamera anaitwa Zakaria Master Gamondi. Naitwa Pasco. Pasco, taarifa ya kifo cha kaka yako labda ulipata ukiwa wapi na nini ulifanya kama mdogo wa marehemu? Taarifa ya kifo cha kaka yangu nilipata nikiwa kwenye harakati zangu. Kariakoo, nilipigiwa simu kaka yangu amefariki. Ilikuwa ni majira ya saa 1 asubuhi. Nilikuwa katika harakati zangu. Kapigiwa, bwana kaka yako amefariki. Sikuamini ukweli, kwa sababu ni mtu alikuwa, yani kaka yangu, rafiki yangu, ni mtu wa karibu kwangu. Yani mtangazaji, sijui hata ni vipi nimuelezee, lakini ni mtu muhimu alikuwa kwangu. Yani ukiacha undugu, alikuwa ni mtu wa karibu sana kwangu. Na taarifa kati zinafika, labda walikwambia chanzo cha kifo chake ni kitu gani? Chanzo cha kifo chake kina utata kidogo, kwa sababu alikutwa nyumbani kwake. Mwili wake ulikutwa akiwa yupo juu, akiwa na kamba. Ni mithili ya mtu amejinyonga, kwa taarifa ambazo sisi tumezipata au tunajua. Lakini kifo chake kina utata kidogo, yani kina utata hivyo. Na baada ya kupata taarifa ya namna hiyo, ukiwa kama mdogo wa marehemu, kama ulifika eneo la tukio, hali uliikutaje pale? Hali ambayo mimi sikufika eneo la tukio, kwa sababu mwili ulikutwa, yani ni mwili ambao sio siku hiyo, yani ni siku nyuma kabla ulikuwa, yani mtu ambaye amefariki siku nyuma kabla. Kwa ulikutwa katika hali mbaya. Ina maana isingekuja taarifa za uchunguzi au asingekuja watu kujua kwamba nini chanzo. Kilichofanywa ni kwenda kustiri mwili. Ukisema mwili umekutwa kwenye hali mbaya, hapo unakuwa na maana gani? Na maana kwamba yani inasemekana ni siku nyuma kabla ndio alifariki. Kwa watu wamekuja kugundua majirani siku za mbele. Kwa hiyo kwa hali ya mwili ilivyokuwa, na ndio maana hata leo, kwa sababu bro alikuwa kwamba yeye mwenyewe alikuwa hataki kuzikwa. Yani yeye mwenyewe katika kwenye mazingira yetu alikuwa hataki kuzikwa hapa, na ndugu zake walikuwa hataki kumzika hapa. Alikuwa anataka kitachotokea kwenye maisha yake akazikwe nyumbani kwao. Lakini kwa hali ambayo ilokutwa ni mtu ambaye alifariki siku nyuma kabla. Kwa hiyo mwili wake usingeweza kusurvive kwa muda mrefu. Pole sana. Nataka kujua mara ya mwisho wewe kuzungumza na kaka yako ilikuwaje kabla ya kifo chake? Kabla ya kifo chake kaka yangu, kwa sababu ni mtu wake wa karibu, tulikuwa tunazungumza mambo mengi. Kaka yangu aliniambia, mdogo wangu, huu mwaka tunasafiri, kwa sababu unajua kaka yangu alikuwa ni mfanyabiashara. Almasi alikuwa ni mfanyabiashara. Mdogo wangu, tunaenda China, tunaenda kuchukua mzigo, tunaleta Tanzania, tunakuja kufanya mapinduzi. Hiyo ndo mara ya mwisho kuzungumza kaka yangu. Ilikuwa hivyo.
Na kiu yako wewe ilikuwaje baada ya kuambiwa maneno hayo mazuri na kaka yako ya kibiashara? Kiu yangu mimi kama kaka yangu, yani kila siku alikuwa ananisisitiza, mdogo wangu utafanikiwa, mdogo wangu nahitaji tuwe matajiri, mdogo wangu nahitaji wewe uwe tajiri. That's why hata hicho kitu ambacho mpaka leo mimi nakuwa yani napata maumivu kwa sababu sijafikia yale malengo yangu ambayo, lakini kaka yangu alikuwa anani inspire kwa sababu yeye alikuwa amefika, ni mfanyabiashara mkubwa, umeelewa? Kwa sababu katika maisha yetu sisi kama vijana tunahitaji kufika level fulani, lakini unakuwa na mtu ambaye anakuinspire na yeye kashafika. Kwa hiyo wewe malengo yako au matamanio yangu kufika level ambayo amefika yeye. Kwa mimi nilikuwa natamani kufika pale alipofika yeye, na yeye ndo alichokuwa ndoto yake. Ananiambia, mdogo wangu nataka ufike nilipofika mimi. Umeona? Kwa yani nikikumbuka hivyo vitu, yani bro, siwezi kuelezea. Pole sana. Asante sana. Ni kipi kikubwa ambacho kinakukumbusha kwenye maisha ya marehemu kakako? Almasi, watu wengi wanajua. Yani watu wengi ambao tunaishi mjini walikuwa wanajua. Almasi, mimi ndo mtu ambaye nilikuwa nipo karibu naye kuliko kitu chochote. Mimi ndo mtu ambaye kila sehemu utamuona Almasi, lazima utamuona pako. Kwa hiyo nikikaa nikifeel zile moment, yani let's say ilifika stage mpaka kakaangu alikuwa apendi michezo, apendi football, lakini mimi nilimweza kumconvince mpaka akapenda michezo. Kwa hiyo hicho kitu cha kumconvince hivyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Kwa majina anaitwa Hans Songa, ni kaka mkubwa wa marehemu Almachus Longinus. Wakati taarifa ya msiba inakuja kwako kaka, ilifikaje na nini chanzo cha kifo cha mdogo wako? Kiukweli katika hali ya kawaida ukipata message ya msiba unakuwa uko tofauti kabisa. Lakini fika sehemu nikasema yote ni ya Mwenyezi Mungu. Basi ni nini ambacho kinakwenda kuweza kumhifadhi. Ndio. Na marehemu alikuwa akisumbuliwa kabla ya hapo kupoteza maisha? Marehemu of course alikuwa anasumbuliwa na tatizo la tumbo kama wiki 2 zilizopita, na nadhani ndio chanzo cha kupelekea umauti wake. Na vipi kuhusiana na ratiba nzima sasa kuhusiana na kifo chake, lakini pia mazishi yake? Ratiba mpaka sasa hivi unavyoona sasa hivi tunaendelea. Muda huu sasa hivi watu wanakula chakula. Baada ya hapa ni misa. Baada ya misa tunakwenda kumpumzisha. Mimi jina langu bana maarufu aniita sana Vini Augustine. Ndio jina langu hilo. Almasi ni kaka yangu kabisa. Na nimeishi naye kwa muda mrefu sana. Nadhani watu wengi wanaonifahamu pia wanajua kama mimi ni mdogo wake kabisa. Nini kimepelekea kifo chake? Kifo chake alikuwa na umwa kwa muda mrefu sana. Kwa sababu tumeanza kumuuguza toka mwezi wa 11. Akaja kukaa sawa mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza akaja kukaa sawa, akawa amepona, akawa anaendelea vizuri kabisa. Sema hapa katikati akawa yuko vizuri kabisa, ni kila kitu kikaa kipo sawa. Japokuwa tulikuwa tumemuuguza kwa muda huo. Lakini baada ya kuendelea mwishoni tukaja kupokea taarifa ya ghafla kwa kama kafariki. Sisi binafsi, mimi kama msemaji wa familia au kama mdogo wake kabisa, tulikuwa tunashangaa, tulikuwa tuamini kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa yuko mzima na yuko sawa kabisa. Labda mliambiwa nini kimesababisha kifo chake? Nadhani kipindi ambacho alikuwa anaendelea vizuri, nadhani ule ugonjwa ambao labda ulikuwa umemsumbua mara ya kwanza urudi kwa sababu imekuwa ni ghafla sana, yani sana. Nashindwa hata nisemaje.
yanashindwa hata nisemaje, kwa sababu yani imetokea tunashindwa kuelewa za labda alikuwa, kwa sababu alikuwa ameshamaliza dozi na kila kitu. Imekuwa ghafla yani kiasi kwamba hata si wenyewe pia tunashangaa nini ambacho kimetokea au nini ambacho kimepelekea kifo chake. Mpaka sasa hivi yani tunakuwa tunashangaa, tunashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu ule ugonjwa mara ya kwanza aliokuwa anaumwa alikuwa amepona kabisa na alikuwa mzima na alikuwa anafanya shughuli zake zozote na zilikuwa zinaenda vizuri kabisa. Ni magonjwa ya kawaida ambao unajua yanasumbua tu watu wa kawaida tu. Lakini siwezi nikaspecify sana kwa sababu ili pia limekaa kifamilia zaidi. Aliugua kwa muda huo, tulimuuguza kwa muda wa miezi 2. Baada hapo akaja akapona akawa sawa. Lakini ikaenda ndo tukawa tumepokea taarifa ya msiba. Kiukweli imetusikitisha sana, tumeumia sana, hasa sisi wadogo zake, kaka zake, ndugu zake kwa umoja, paka marafiki zake, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye kila mtu ambaye anafahamiana naye anakuwa anafurahi sana. Na kifo chake ni cha namna gani labda? Kiukweli alikutwa kwake, alikutwa kafariki nyumbani kwake. Alikuwa sio ajali, kwa sio nini. Kutoka nyumbani kwake kafariki. Na mlipopata taarifa labda mpaka nyinyi familia mmepata taarifa mkagundua kwamba ndio ndugu yetu amefariki, ilichukua muda gani tangia awe amefariki? Siku tu aliyofariki, siku ya pili yake, sisi tukawa tushapata, yani usiku asubuhi yake sisi tukawa tumeshapata taarifa kama ndugu zake na kama familia yake. Tukawa tushapata taarifa. So tukawa tumeshachukua process ambazo zinatakiwa mtu akishafariki ufanye. Ratiba zote zikamefuata, tukawaambia ndugu, marafiki na kila mtu. Na nataka nijue kwa maana ya kupata kwenu taarifa, mlichukua muda gani tangia kifo chake kupata nyinyi taarifa sasa kama familia? Okay, ilichukua siku 2 kwa sababu alifariki Jumatatu na inavyosemekana kuwa alijinyonga, kwa sababu sisi tulipata taarifa Jumatano. Ndio tulikuwa tumepata taarifa. Lakini inavyosemekana, lakini kila kitu kinafanywa uchunguzi na kipo chini ya serikali na usalama pia. Nadhani majibu kamili tukishamaliza kuzika na kila kitu, baada ya mazishi na kila kitu, taarifa nyingine zitafuata na tutajua kama kweli alijinyonga au labda kulikuwa kuna kitu kingine ambacho kinamsumbua, kwa sababu hii kitu sasa hivi kipo chini ya serikali, kipo chini ya usalama, kipo chini pia ya madaktari. Wanafanya vipimo kote. Kwa hiyo baada ya msiba tutajua exactly nini kilitokea pale. Na baada ya nyinyi kupata taarifa na kufika eneo ambalo marehemu alikuwa akiishi, hali mlikutaje? Hali tulioikuta pale, tulikuta tayari ameshafariki, tulikuta amelala chini. Kwa hiyo sasa sisi tulichofanya pale, tulifanya procedure za kuchukua ambulance na kumwaisha hospitali ambayo tulimpeleka Temeke kwanza mwili wake, kwa sababu alikuwa kashafariki. Acha tumpeleka mocho ya Temeke pale. Na hapo ambapo alikuwa akiishi marehemu, alikuwa akiishi na nani? Hapo ambapo alikuwa anaishi marehemu, alikuwa anaishi na mke wake na mtoto wake ambaye alikuwa bado mdogo, ana miezi 4 mpaka sasa hivi. Na wakati inatokea tukio hilo, inadaiwa kwamba marehemu alijinyonga, mke wake alikuwa ameondoka kidogo. Alikuwa kasafiri kidogo kwa sababu ya mambo mengine haya. Unajua kama watu inabidi wapambane, kwa sababu yeye alikuwa mwenyewe, Almasi mwenyewe alikuwa kakaangu ni mpambanaji sana. Kwa hiyo pia hata yeye mwenyewe alimjengea mke wake kuwa mpambanaji zaidi. Kwa hiyo pia alikuwa ametoka kwenda kwenye mihangaiko mingine ya kupambana. Kwa hiyo alikuwa ameondoka na mtoto kidogo, alikuwa ameenda kusalimia kwao. Kwa hiyo paka kifo kinamkuta marehemu alikuwa yuko mwenyewe, mke alikuwa amesafiri kidogo. Na Almasi amefariki akiwa na umri wa miaka mingapi kabla ya kifo chake? Ni mtoto wangapi kwenye familia? Almasi ni mtoto wa 3 kwenye familia. Kuna kaka yake, kuna dada yake na yeye. Na pia nadhani bila kukosea alikuwa na umri kama wa miaka 35 kama sikosei. Ndio umemkuta hapo. Na ameacha watoto wangapi? Kaacha mtoto mmoja na alikuwa kaoa mwanamke mmoja. Na mazishi mnatarajia kuyafanya saa ngapi? Mazishi
ratiba iko hivi. Saa 7 mpaka saa 8 watu watapata saa 6 mpaka saa 7 watu watapata chakula. Saa 7 mpaka saa 8 tutafanya ibada ya kumuaga ndugu yetu marehemu Almachus Longinus. Baada ya hapo mazishi tunaenda kuyafanya mida saa 9 kuelekea saa 10. Kwenye makaburi gani? Kwenye makaburi ya Kibaha kanisani huku Misigusigu. Kibaha Misigusigu. Pole sana. Asante sana. Nashukuru pia kwa kuja na nyie poleni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.